Mwambie jirani yako ya kwamba nimeokoka, mimi nampenda Yesu. Jirani, haya, nakwambia mwambie jirani yako. Ina maana huyu hivi kweli hizi suruali wanazovaa ni kwa ajili ya flexibility. Maana mnajidanganya it is because of flexibility. These ties they are I want to be on flexible. because of being kuonekana ni rahisi. Flexibility ya namna gani inaonyesha maungo yako? What kind of flexibility? Imekamata hapa kote, ikabana mapaja yote, ikakutengeneza, ikakufanya X. It tightens every part of your body and make you look like an X. Ni uzinzi tu mnaendekeza, sio kitu kingine. That is only adultery, nothing else. So ni alama za ukahaba na uasherati. So it's a sign of adultery and fornication. Maroho ya Jezebel. The spirit of Jezebel. Na unasema wakati mwingine yamkini unasema umeokoka. And sometimes you say that you are born again. Kuna fashion ya namna hiyo. There's nothing like no fashion like that. Fashion ambayo watu ukipita namna hiyo watu wanakuwa disturbed. A fashion that when people look at you they are disturbed. Na hiyo roho inakata makanisani. And that spirit cuts your kupenda Yesu. Jirani yangu, jirani amna hawajaokoka hao. Nakwambia. Nikaona katikati ya wajinga, nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili, akipita njiani karibu na pembe yake, akiishika njia iendayo nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane gizani. Mstari wa 10 anamaliza anasema, na tazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwelevu wa moyo. Ana mavazi ya kikahaba. Vazi la suruali kwa mwanamke ni vazi la kikahaba. Haleluya, mtu wa Mungu. Leo nakwambia kwamba vazi la suruali kwa mwanamke sio vazi alilotakiwa kuvaa mwanamke. Vazi la suruali kwa mwanamke ni vazi la kikahaba. Sio vazi aliyotakiwa kuvaa mwanamke, ni vazi linalotakiwa kuvaa na makahaba, kuvaliwa na makahaba. Ila kwa mwanamke amchaye Bwana, kwa mwanamke amchaye Mungu, hatakiwi kuvaa vazi la suruali. Vazi la suruali ni kwa ajili ya mwanaume na wala likutengenezwa kwa ajili ya mwanamke, kwa sababu vazi la suruali haliwezi likastiri maumbile ya mwanamke. Mithali sura ya 7, tuanze ule mstari wa 7 mpaka wa 10. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali sura ya 7 mstari wa 7, nikaona katikati ya wajinga, nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili, akipita njiani karibu na pembe yake, akiishika njia iendayo nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane gizani. Mstari wa 10 anamaliza anasema, na tazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwelevu wa moyo. Ana mavazi ya kikahaba. Vazi la suruali kwa mwanamke ni vazi la kikahaba. Sio vazi lilotakiwa livaliwa na mcha Mungu. Sio vazi lilotakiwa livaliwa na mcha Mungu alafu tunaingia nalo kwenye nyumba za ibada, tunaimba, tunamsifu Mungu. Kweli wewe, hata wewe mwanamke unanitazama unayevaa suruali, unaona kweli hilo vazi ndilo linalokustahili kufunika ama kufunika maumbile yako kabisa? Yani ndilo vazi ambalo linakustahili wewe mwanamke kufunika maumbile yako, vazi la suruali. Vazi la suruali siku zote ni la makahaba. Narudia tena, vazi la suruali ni vazi lilotakiwa livaliwe na makahaba, lakini sio wacha Mungu, kwa sababu nguvu iliyo nyuma ya vazi la suruali kwa mwanamke ni zinaa. Yani vazi la suruali kwa mwanamke ni kichocheo, ni kivutio cha zinaa, na wala haliwezi likaleta utukufu kwa Mungu. Vazi la suruali kwa mwanamke haliwezi likaleta utukufu kwa Mungu hata siku moja. Nitakusomea kitabu kingine. Nisome tena kitabu kingine ili uweze kunielewa zaidi. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11, Biblia inasema, wapenzi na wasii kama wapitaji na wasafiri, zepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho, muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Ni mwanamke gani ambaye anaweza kavaa vazi la suruali na dunia ikamtukuza Mungu kupitia muonekano wa vazi alilovaa? Hivi kweli vazi la suruali kwa mwanamke linaweza likaleta utukufu kwa Mungu? Yani Mungu akatukuzwa kabisa kwa sababu ya muonekano, physical appearance ulioonekana umevaa suruali wewe mwanamke, Mungu akainuliwa kabisa kupitia vazi la suruali. Mimi ninachosema dunia igeuke.
Mwanamke ambaye unavaa suruali, badilisha mara moja, sio vazi ulotakiwa kuvaa. Sio vazi ulotakiwa kuvaa. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati sura ya 22, nikusomee tena. Sura ya 22 mstari wa 5. Biblia inasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Mwanamke usivae mavazi yampasayo mwanaume, na mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Sasa wewe suruali sio kwa ajili yako wewe mwanamke. Suruali ni kwa ajili ya kufunika maumbile ya mwanaume. Suruali ndilo vazi linaloweza kufunika ama likastiri maumbile ya mwanaume, sio mwanamke. Wewe mwanamke unapovaa suruali ni kwa ajili ya kuchochea tu zinaa, hakuna kingine. Hakuna mjadala juu ya hilo. Hakuna mjadala. Hakuna mtu mwenye akili timamu ambaye anaweza kumtukuza Mungu kwa uvaaji wa suruali kwa mwanamke. Na Biblia inasema ya kwamba wayatazamapo matendo yenu wamtukuze Mungu, tabia zenu, muonekano wenu, uvaaji wenu wamtukuze Mungu. Dunia iweze kumwazimisha Mungu kwa sababu ya vile mnavyoonekana, lakini sio kwa namna uvaaji huo mpaka watu mnaingia madhabahuni, mnaingia kwenye nyumba za ibada, mnamsifu Mungu, hamna hata haya kabisa. Yale mnajiachilia kabisa. Mwambie jirani yako nimeokoka. Okoka kwenye mavazi sasa. Kwa sababu sisi kuokoka tunaangalia maisha yako, matendo yako, uvaaji wako, maneno yako. Ndio tunakiri ya kwamba umeokoka. Umeokoka alafu unaendelea kuvaa mavazi ya namna hii ya kikahaba. Kweli unajiita umeokoka? Wewe mwanamke wewe. Yaani umeokoka alafu unaendelea kuvaa mavazi ya kikahaba ya namna hii. Takusomea tena kitabu kingine hapa. Warumi 12 na ule mstari wa 2. Lengo langu ili uweze kuelewa kwamba vazi la suruali silo vazi alilotakiwa kuvaa mwanamke. Warumi 12 mstari ule wa 2, Biblia inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Wala msifuatishe. Makahaba ndio wanatakiwa kuvaa mavazi ya namna hiyo. Nyinyi ambao mnamjua Mungu hamtakiwi kufuatisha, hamtakiwi kuiga uvaaji ule unaovaliwa na makahaba, mkauvaa hadi mkauleta makanisani. Hiyo haitajiki kwa mtu wa Mungu. Hiyo haitajiki kwa mwanamke amchaye Mungu. Dunia igeuke. Mwanamke geuka. Vazi la suruali silo uliotakiwa kuvaa mwanamke wa aina yoyote. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Amen.